Nani anampisha Buba Jame? Nani anampisha Buba Jame? Ndicho ambacho nimekiweka kwenye thumbnail yangu. Unajua, inaweza ikawa ni mechi yake ya kwanza, pengine muktadha wa upinzani ambao pia Young Africans walikuwa wanakutana nao ni muhimu pia kutambua kwamba ni timu ambayo iko kwenye daraja chini yao, lakini tayari kitu ambacho sina shaka nacho ni kwamba Buba Jame ameshapeleka maswali magumu kwa Pedro Goncalves kwamba bwana, sikiliza, ndio umenipa nafasi kwa mara ya kwanza, hawa ndio walikuwa wako mbele yangu na nimefanya kile ambacho nimetaka kukifanya mwisho wa siku. Kwa hiyo tunafanyaje? Nafasi yangu kwenye kikosi cha kwanza ikoje? Nani anatakiwa nipishe? Vitu kama hivyo. Yani hayo ni maswali ya msingi ambayo sasa hivi atakuwa yanamuumiza kichwa mwalimu Pedro Goncalves, na kiukweli kuumwa kichwa kwa kuwa na wachezaji wanaotekeleza wajibu wao kwenye kikosi ni kitu kizuri kwa mwalimu. Yaani unapokuwa na kichwa kinakuuma kwamba nina wachezaji wanne lakini nina nafasi tatu ambazo zinataka zijazwe na wote hao wanne wanafanya vizuri mathalan, hilo ni swali ambalo walimu wengi linakuwa linawatatiza, lakini ni maswali mazuri kuwa nayo kwenye kikosi. Ni changamoto nzuri kwa mwalimu kupambana nazo kwenye kikosi mwisho wa siku. Sasa Buba Jame amejitambulisha kwa magoli mawili safi kwenye mchezo wa kwanza. Of course dakika 12 Cosmopolitan wamekutana na Bu, dakika 10 baadaye wamekutana na Ba. Yaani Bu Ba wameweka chuma mbili safi. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba hivi sasa Young Africans tayari wana uhakika wa kwamba kuna mchezaji pengine anaanza kuonekana taratibu taratibu. Yaani kama kulikuwa kuna shaka yoyote pengine imeondoka, kwa sababu kiukweli mchezaji kwenye mchezo wake wa kwanza kuweza kutoa performance ya kuweza kuibeba timu, maana kiuhalisia ni kama magoli yake mawili ndio yamekwenda kuwapa matokeo mwisho siku Young Africans na kupeleka kwenye hatua inayokuja. Ni kitu kizuri, ni mapema lakini kitu kizuri. Sasa nafasi ya Buba Jame inakujaje? Nafasi ya Buba Jame inakuja kwenye mazingira mengi kiukweli. Kwanza hichi ambacho amekifanya sasa hivi manake pia kishamwacha mwalimu Pedro Goncalves na mtihani wa kuamua nani anatakiwa kuanza kwenye mchezo unaokuja, kwa sababu mchezaji katika hali ya kawaida anapofanya vizuri, usipompa nafasi kwenye mechi inayokuja ni kama pia anaweza kaja kagonga kwenye mlango wako wa ofisi kwa bwana mwalimu, vipi, mbona mimi nacheza vizuri ama nimetoka kukuonyesha kiwango, tunafanyaje sasa? Lakini faida ya Buba Jame inakuwa ni kubwa kwa namna gani? Faida ya Buba Jame inakuja kwa sababu kwanza anaweza kucheza kwenye winga zote mbili, kulia na kushoto kwa comfortable, lakini pia anatumia miguu yote miwili, manake hana changamoto yoyote kwenye kutekeleza majukumu ya msingi kwenye kujaribu kuingia ndani ama kutengeneza nafasi kutokea pembeni kwa kutumia mguu wa kulia ama wa kushoto, kwa sababu miguu yake yote miwili inafanya kazi. Na ndio maana pia anapotokea kwenye pande zote mbili anaweza kuchangia magoli, anaweza kuchangia pasi za usaidizi. Kwa wale ambao waliwahi kusikiliza tathmini ambayo niliwahi kuifanya kwenye jukwaa hili kuhusu Buba Jame, nilimuelezea Buba Jame. Buba Jame kuna msimu kwenye ligi ya Angola akiwa na JD Inter Club takriban misimu mitatu nyuma aliwahi kutoa pasi za usaidizi 17. Alifunga mabao 5 akatoa pasi za usaidizi 17. Na hiyo ikawa ni sababu ya wasaka vipaji kutoka Ureno na Ufaransa kumwangalia kwa ukaribu kabla hakupata uhamisho wa kwenda katika klabu ya Estrela Amadora ya ligi kuu ya Ureno ambayo ilikuwa na msimu wa pili baada ya kupanda. Waliamua kumchukua kutokana na kiwango ambacho alikionyesha kwenye ule msimu wake alipokuwa na klabu ya JD Inter Club, assist 17. Ni crosser mzuri, ana vision nzuri kiukweli. Inawezekana amekuja kuonyesha Young Africans kwamba anaweza kufunga, lakini ninachoweza kukuhakikishia kwamba ni mtengenezaji mzuri zaidi pengine Buba Jame kama atapata utulivu zaidi ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo anakuja na hizo faida za kuweza kucheza maeneo yote mawili, na kitu ambacho Young Africans kiukweli kimewa destabilize kiasi fulani kwenye baadhi ya michezo msimu huu na hata kwenye malengo yao ya kimataifa ni kutokuwa na viungo washambuliaji ambao wamechangia magoli ya kutosha. Yaani kuna muda ulikuwa ukimtoa namba 9 ambayo nayo ilikuwa ina changamoto wakati msimu unaanza. Kuna muda Dube, kuna muda Depu, ilikuwa unamtizama Pacome, lakini waliobaki wote hawawezi kutiwa kwenye hesabu. Hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinaweka katika wakati mgumu sana, kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana msimu uliopita ilikuwa Stefan Aziz Ki akisimama pale kwa zaidi ya 80% anaweza kuubeba ule mzigo wa kuchangia magoli ya kutosha. Hilo amelionyesha Stefan. Baada ya kuondoka mzigo ukabaki kwa Pacome, lakini wengine ni kama vile wakawa hawalitekelezi jukumu la kuweza kuchangia magoli vile yanavyotakiwa. Kwa hiyo Young Africans wanachokihitaji hivi sasa ni viungo washambuliaji ambao wana output. Huo ndio uhalisia. Kujituma, kufanya kazi kubwa bila mpira ni vitu ambavyo vinatakiwa kiufundi, lakini output ndo kitu cha msingi. Buba Jame
hana anachoweza kufanya zaidi ya kile ambacho amekifanya. Amekutana na wapinzani aliokutana nao, sio kosa lake. Amepewa nafasi kwenye mchezo wa kwanza, amefunga goli 2, ameonyesha kwamba anaweza kuchangia hiyo output. Kwa hiyo mwisho wa siku ukimtazama hata kisifa pia anatofautiana na wachezaji wengi, hasa wale viungo washambuliaji wa pembeni wa Young Africans. Viungo washambuliaji wengi wa Young Africans ukiwatazama kisifa ni wachezaji ambao wanapenda zaidi kuoperate kwenye maeneo ya ndani kama ma inside forward. Buba Jame amekuja Young Africans kama ni winga, kwa hiyo anaweza kukutekelezea majukumu ya kucheza zaidi kwenye mstari ukimtaka pia afanye hivyo. Kwa hiyo ana options za kucheza kulia na kushoto, miguu yote miwili inafanya kazi, anaweza kucheza zaidi kama winga ukilinganisha na wachezaji wengine, lakini pia ana kasi. Unajua sometimes nikijaribu kumtazama Buba Jame inawezekana zinakuja kama flashes za mtu kama Djibril Sila, kuanzia kwenye muonekano mpaka kwenye kasi ambayo yuko nayo, na hii ni sifa ya wachezaji wengi kutoka kwenye nchi ya Gambia, ni wachezaji ambao wanasifika kwa kuwa na kasi. Kwa hiyo Buba Jame amejitambulisha, anauliza sasa nani ampishe. Ni mapema lakini yuko tayari.